Tunawapongeza sana wenzetu wa zimamoto, wanafanya kazi kubwa. Tulikesha pale, tunakumbuka wote pamoja wale ambao tulikuwa sokoni pale, kuanzia saa 3:30 saa 4 tulimaliza. Kesho yake asubuhi moto kuzimika kabisa, ilikuwa ni saa 2 kama dakika 40 hivi, na tulikaa pale na mheshimiwa mkuu wa mkoa akaja pale. Naomba niombe taarifa iliyo njema. Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliunda timu moja nzuri kubwa ya kipekee ambayo mimi nisimamie mimi kama kiongozi wa wilaya, chini yake Mheshimiwa Halima Dendego. Taarifa ilitoka, na baada ya taarifa kutoka akampelekea Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ameipokea na Mheshimiwa mkuu alishapeleka wizarani ya TAMISEMI kule, na juzi tu wamekuja hapa viongozi wakatupa taarifa kwenye wilaya yetu ya Singida kwamba serikali itajenga soko jipya pale mjini Singida. Hongereni sana sana. Kwa hiyo hongereni, tayari sikashaliona na tajenga na tazingatia miundombinu yote ya moto, zinaitwa zile water hydrants au fire hydrants, ili iwe rahisi zaidi kwamba kitokea changamoto kama hizo basi tuweze kutatua moja kwa moja. Lakini wito wa serikali kwamba hata sisi na biashara tutengeneze mazingira ya uokoaji katika maeneo yetu, ili moto unapotokea tuweze kuokoa vitu vyetu vizuri. Sasa zile fire extinguisher tuwe nazo na mambo kama hayo, kutokana na ushauri wa jeshi la zimamoto ambao limeshaanza hiyo kazi ya kutoa elimu hiyo. Kufikia kwa ushauri, naomba upokee ili kupunguza madhara yanayotokea hapo baadaye. Jamhuri ya Tanzania, kazi iendelee. Lakini naomba niwaambie pia, serikali ya Samia Suluhu Hassan imeleta kwenye wilaya yetu, kwenye wilaya ya Singida, ambazo katika ujenzi wa soko jipya kubwa la kimataifa la vitunguu. Mama Samia oye! Ambayo mradi huo utaendana na ujenzi wa barabara ambazo zitapata takriban kilomita 7 hivi kwa hapa manispaa ya Singida. Sasa thamani yake ni bilioni 24.7 na kazi imekwisha anza. Singida moto. Kwa yale maombi yetu tumesema kwamba lami ziongezwe, masoko yawepo, kazi ya soko la vitunguu kwa kimataifa, na kwa maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa anataka soko hilo la vitunguu na kina mambo mengine yatakuwepo ndani yake, kwa sababu ni soko kubwa mno. Itakuwa na parking nzuri kwa ajili ya magari makubwa kutoka nchi mbalimbali bwana kuja hapa kwetu, parking nzuri za wateja, maeneo mazuri ya kupumzikia, maeneo mazuri ya kuweza kukausha vitunguu, maeneo mazuri ya kuchambua na kuweka kemikali sawa sawa na kufungasha. Na fedha hiyo inazungumza sasa hivi hapa, fedha hiyo ipo na kazi imeshaanza. Mama Samia oye! Na leo ninapozungumza hapa nimetoka kutatua mgogoro wa vijana wetu wilaya ya Singida ambao wanafanya kazi ya kuchimba mitaro ya maji kuelekea katika miradi hiyo. Mmoja wa mkandarasi alikuwa hajawalipa, nimetatua mgogoro muda sio mrefu, ndio nikaja hapa maana walichelewa kuwalipa na kazi hiyo inaendelea. Kwa ndugu zangu, yale malengo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Halima Dendego ya manispaa kuwa jiji ndiko tunaelekea. Singida oye! Mtakuja kuwa wafanyabiashara wa jiji la Singida. Hapo vipi ndugu zangu? Kwa kazi inaendelea. Baada ya kilomita 7 za lami, kwa ujumla tutakuwa kilomita takriban 9 za lami katika wilaya yetu ya Singida. Kuna baadhi ya maeneo mmeshaanza kuona kazi imekwisha anza. Na maeneo hapo chini yanatengenezwa, kule yanatengenezwa. Kwa hiyo ndio tunaelekea eneo hilo, na barabara hizi zitakuwa na mitaro ya maji na pia zitakuwa taa za barabarani, ili wakati mwingine tutakutana mazoezi kidogo jioni, tunafanya mazoezi jioni na mgio tunapendeza. Kwa ndugu zangu, ni jambo kubwa na jema. Lakini kumbuke pia kwamba SGR katika ilani ya chama ambacho kinaweka serikali madarakani kinasema kwamba na SGR itakuja wapi? Singida. Inapita Itigi lakini itakuja wapi? Singida. Na mimi taarifa ninazo za biashara kutoka Singida. Makofi tafadhali. Jambo kubwa hilo. Katika miaka mitano ya Samia Suluhu Hassan. Sasa jaribu kufikiria, sio unasikia na watu zangu wengi hapa wananiambia na mkuu nimetoka Singida mpaka Dodoma, nilipanda SGR Dar es Salaam, narudi Dodoma, napanda gari narudi Singida. Sasa jaribu kufikiria hiyo SGR da Singida, si wa kawaida kabisa utakuwa. Mama Samia oye! Kwa hiyo ni jambo jema ambalo lipo katika wilaya yetu ya Singida. Kwa kumalizia ndugu zangu, mimi niseme tu leo hii nilisema tukutane tuweze kuona yale ambayo tumekubaliana yameenda kwa namna gani, lakini kubwa la kwangu ilikuwa kuona changamoto ambazo zipo tuzibebe tena kwa mara nyingine. Naomba niwaambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa Halima Dendego anajua niko hapa,
mtayabeba yale yote ambayo yananishinda mimi, nitampelekea Mheshimiwa Ali Madembeko. Na kwa sababu tutafanya kikao kile Januari, baada ya hapo mtamwambia Mheshimiwa RC, nitamuomba tutakao kile Januari, lakini baada ya hapo mtaomba mkuu wa wafanyabiashara wamekuomba waweze kukutana na wewe. Hapo nasemaje ndugu zangu? Imekaa sawa hiyo sio?